Ngoja leo nikutajia dalili ambazo ukiziona ujue kwamba huyo hana mpango na wewe, anakufanya kama nguzo tu. Wakati mwingine unaweza ukajituma, ukapenda kwa dhati, lakini mtu unayempenda akakuchukulia kama backup plan, yani nguzo ya kumsaidia tu, si mtu wa kujenga naye maisha. Sasa ngoja nikutajie dalili ambazo ukiziona huyo mtu anakufanya kama nguzo tu. Kwanza, anakukumbuka akihitaji tu, kama simu zake pamoja na meseji zake zinakuja tu pale anapohitaji msaada, ushauri, pesa au kutulizwa, lakini akitulia anapotea. Ujue wewe ni option na sio priority. Pili, hakupi mpango wa kesho. Mtu anayekujali kweli anapanga future hata kama ni ndogo ndogo. Kama hana vision na wewe, hakuna mpango, hakuna direction. Huyu anaishi tu kwa sasa na hana mpango wa muda mrefu na wewe. Tatu, anaficha maisha yake. Hakutambulishi kwa marafiki zake, familia au watu wake wa karibu. Kila kitu kwake ni private kupita kiasi. Hii ni ishara kwamba hataki watu wajue upo kwenye maisha yake rasmi. Nne, maongezi yake yote ni ya leo tu. Hakupi deep talk, hakuna kuongelea future, hakuna kujadili nini mnajenga. Mtu wa mpango huongea kuhusu direction. Mtu anayekutumia anaongea vitu visivyo na maana. Tano, akufuatilia unapoumiza. Ukimwambia kwamba kuna kitu kimekukera, kimekuumiza au kimekuvunja moyo, anapuuzia tu na anabadilisha mada. Hajali hisia zako kwa sababu priority sio wewe, ni faida anayotaka kutoka kwako tu. Sita, hakuwahi kukuomba muda wako. Ukiomba muonane hana muda, yeye yuko busy tu, lakini muda kwa watu wengine anaopata. Ukweli ni mmoja tu, hakutengenezei time kwa sababu hana mpango na wewe. Saba, anapenda usimpige maswali. Ukimuuliza tupo wapi, mipango yetu ni ipi, anakuwa mkali, anazunguka na anasema usiwe na pressure. Anaogopa kujifunga maana hajakuweka moyoni. Nane, hakupi uhakika. Hakupi commitment, hakupi direction, hakupi peace of mind. Ukiwa naye unahisi pressure kuliko amani. Hii ni dalili ya mtu ambaye hakuoni kama sehemu ya maisha yake. Tisa, ukikosekana hana shida. Usipoonekana, usipotuma message, ukikaa kimya siku nzima, hana reaction. Mtu anayekupenda kwa dhati utaka kujua kama upo salama na sio kukusahau. Lakini mwisho, hajawahi kuhisi upekee. Unafanya vitu vingi kwake, lakini hajawahi kufanya chochote cha kufanya ujisikie special. Anafaidika na uwepo wako tu, lakini haujengi moyo wake. Hivyo basi, kama ishara hizi zinakuhusu, basi ukweli ni mmoja tu. Hawezi kukujenga, anakutumia tu kama nguzo na msaada. Unastahili mtu anayekupenda, anayekuheshimu na anayekuweka katika mipango yake, si anayekuchukulia kama option.